Maafisa wa NTSA na washikadau wengine wa usalama barabarani kutoka Bonde la Ufa wamekutana jijini Nakuru ili kuweka mikakati ya usalama barabarani. Mwanahabari wetu Ivan Sasiba anazungumza na kamanda wa trafiki Bonde la Ufa, Sarah Chumo, na hivi sasa tunaungana naye moja kwa moja ili tuweze kupata kujua ni yapi yanayoendelea. Mwanahamisi uliyesema ni hakika kwamba ni kikao ambacho kimewaleta pamoja wahusika wote wa masuala ya usalama barabarani, na nitakuwa nikimshirikisha kamanda wa trafiki katika eneo hili la Bonde la Ufa zungumze nasi na kuambia umuhimu wa trafiki na pengine tu pia aweze kuchorea picha ya mwaka uliokuwa kuhusiana na swala nzima la usalama barabarani katika eneo lake. Tukianza kwa kuuliza picha umuhimu wa kikao leo. Asante sana. Naitwa Sarah Chumo, wa trafiki ya Mtolale, na tumeita kikao hiki ya kusema sana mambo na usalama barabarani, na pia kureview mwaka jana wakati kama huu tulikuwa wapi. Mwaka jana wakati kama huu tulikuwa na fatal accidents mingi, ilikuwa 88,017, na mwaka huu wakati kama huu tuko na 3,840, na inatuonyesha tumepiga hatua na tumekaa tukisemezana na stakeholders wote, that is NTSA, Kena, Matatu Association and Boda Boda and county government. Jaribu sana na tumeweza kunasa watu wengi, wale wanaendesha gari vibaya, wale wanakunywa pombe wakiendesha magari, na ndio imetusaidia kureduce accidents katika mkoa huu. Pengine tuangalie kwamba mwaka ulipoanza mwezi Januari hadi mwezi wa 3 wa 4 hapo kulikuwa na mikasa mingi, lakini kufikia sasa tuseme kwamba imepunguka. Tuambie pengine ni mambo yapi ambayo mmezingatia haswa, na vile vile pia mkutano huu leo ni akina nani ambao wamehudhuria? Mwanzo tume reduce kwa umbali sana juu ya sensitization. Tumejaribu sana kukaa na boda boda, tumejaribu kukaa na watu ya matatu, tumejaribu kufanya kazi kwa pamoja na watu ya NTSA kunasa wale watu wana funja sheria za barabara na kuwapeleka kotini. Hii leo ni kinani wako hapa? Hapa tuko na watu ya Matatu Association owners, tuko na watu ya boda boda, tuko na watu ya Kena, tuko na watu ya NTSA, tuko na watu ya county government, na pia tuko na polisi. Mwito wako kwa sekunde za kuhesabu kwa madereva, haswa tunapotarajia kwamba miezi 2-3 tunaingia msimu wa Christmas ambapo mara mingi hushuhudia visa vya ajali? Wito wangu ni kwanza, accidents nyingi zinafanyika juu ya behavior ya madereva. So wito wangu kwa madereva ni make sure wamefuata sheria, na kila sheria ile vile iliwekwa itafuatwa vile inatakikana, na watachukuliwa hatua kali wasipofuatilia sheria. Tupate sauti kwa dakika moja, pengine tuweka msimamizi wa shirika la NTSA katika eneo hili, hali vipi katika kitengo chako? Asante sana. Kwa majina naitwa John Parteroi, mimi ni regional manager wa NTSA. Kwanza ni kuwashukuru vikundi vyote ambavyo vimewakilishwa hapa kiongozwa na RTO wetu Madam Sarah. Kwa kweli tumekuwa na ushirikiano mwema na vitango vyote vya wanabiashara na serikali, tukijaribu kuzungumzia njia ya kuweza kupunguza ajali barabarani. Kama mnavyojua, ajali nyingi huchangiwa na tabia za madereva, na sana sana katika zile ripoti ambazo tunapata kila siku ni kwamba wanaoongoza kwa idadi kubwa ni wale ambao wanatembea kwa miguu, tunaita pedestrian, wakifuatiwa na bodaboda ambao ni motorcycles. Na ndiposa tumechukua jukumu hili kuweza kuita hawa washiriki wote tuweze kuzungumza, tujadiliane na tuweze kutafuta njia mzuri ya kuweza kupunguza ajali hizi. Kwa kweli kama shirika la NTSA tumeshirikiana na National Police Service, tumechukua hatua nyingi, na ndiposa umeona kwamba kuna ajali nyingi ambazo zimepungua, hasa katika barabara hii ya kutoka Nakuru kwenda Nairobi, kwa ushirikiano wetu kwa kutumia uhamasisho wa umma na pia kufanya ile ambayo tunaita enforcement, kuweza kuhakikisha kwamba wale ambao ni madereva wanafuata sheria, magari ambayo inatumika barabarani iko katika hali sawa. Na tumeona visa pia ambavyo zinaongezeka za watu kutotii sheria za barabarani, sana sana wale wasafiri.
Tumeona visa vingi ambayo inahusisha wanafunzi wa shule wanatembea kama wanatoka kwenye magari kuhang on the vehicles, wale ambao wanaenda katika morning ama katika maharusi. Unakuta pia wako na ile mzaha ya kuweza kuwa na mchezo katika barabara. Sisi kama idara ya serikali tunafanya mkutano kama huu ili tuweze kuchukua hatua katika eneo hili la Nakuru na Nakuru region kwa jumla. Tutachukulia hatua madereva wote ambao watapatikana wamehusika na tabia zote ambazo zinahatarisha maisha wale ambao wanasafiri. Ukiangalia katika Nairobi tumeanza msako wa kuwachukulia hatua wale ambao wanavuka barabara kwa kutopitia zile njia ambazo zinafaa, na hiyo ni pia tutaweza kutumia katika Nakuru. Asante sana. Haya basi, mlivyowasikia wawili hao wakituzungumzia na kutupa picha ilivyo katika eneo hili la mkoa wa Bonde la Ufa na kuzungumzia mengi. Taarifa hii tutakuwa tukitengeneza katika taarifa zetu za hapo baadaye na kumjuza mtazamaji hali itakavyokuwa. Kutoka kaunti ya Nakuru, twende mapumziko. Mimi ni Evans Asiba.